Ni kweli ugonjwa ulikuwa unaitwa homa ya nyani kwa sababu original ya ugonjwa ulitoka kwenye utafiti ni mwaka 1958. Ni katika mji wa nchi ya Denmark. Ni mji Zembora atanisaidia zaidi. Ni nchi. Kwa hiyo walikuwa wanafanya tafiti. Ni sio wakitaka kugundua homa ya nyani, hapana. Ilikuwa ni tafiti ya huyu mnyama nyani. Kwa hiyo hicho kirusi kikaweza kugundulika kutoka kwa huyo mnyama nyani. Kwa hiyo baada ya hapo majina mengi ya kisayansi huwa yanakuwa named, yanasema yanaitwa kuendana na ile original yake. Kwa hiyo ule ugonjwa ukaitwa homa ya nyani kwa sababu pia kirusi kinachosababisha ugonjwa wa mpox kinaitwa ni monkeypox virus. Kwa hiyo ndo kikaitwa homa ya nyani. Ila tulivyokuja kuendelea baada ya kuonekanika kwamba kuna visa vingi sehemu nyingi za dunia. Kwa Afrika zaidi labda niseme ni Afrika ya Magharibi na Afrika ya Kati. Na kwa hiyo shirika la afya duniani likaona kwamba tukiendelea kuita ugonjwa wa homa ya nyani, kitakachotokea ni kwamba tunaweka unyanyapaa. Wanyama pia wana haki zao. Kwa hiyo tutaweka unyanyapaa kwa wale wanyama au nyani. Kwa hiyo wakasema kwamba jina halisi haliwezi kutoka pale. Kwa hiyo ikaitwa mpox ili kutoa ule unyanyapaa au kuepusha wale wanyama wasije labda kutoweka. Manake unaelewa binadamu kukiwa na kitu ambacho kinamsumbua zaidi, yeye huwa anatafuta jinsi ya kutatua lile tatizo. Kwa hiyo walihisi kwamba labda mojawapo ya kutatua ile tatizo wanaweza wale nyani wote wakafanya nini? Wakatoweka. Kwa hiyo kutoa unyanyapaa ikaitwa ni mpox. Kwa hiyo kwa sasa ugonjwa tunauita ni mpox. Hii inawasikilisha nini? Monkey. Yani ni Muhammad tumemwita Mo. Mo.